Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sasa kwa niaba ya wananchi wa Kisarawe, naomba swali yetu namba 76 liweze kupata majibu. Majibu ya swali hilo, Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Selemani Saidi Jafo, mbunge wa jimbo la Kisarawe kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kujenga shule za sekondari katika kata ili kuwapunguzia umbali wanafunzi kote nchini ikiwemo katika wilaya ya Kisarawe. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha mwaka wa fedha 2021/22 hadi 23/24, serikali imejenga shule mpya 5 za sekondari ikiwemo shule ya Dr. Selemani Jafo, Kitanga Kisarawe, Muungano Boga, Visiga na Vitende katika halmashauri ya Kisarawe kwa gharama ya shilingi bilioni 1.83. Mheshimiwa Mwenyekiti, wanafunzi wanaotoka Mafizi na Nyani wanasoma katika shule ya sekondari Gwata Kisarawe kata ya Mafizi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuondolea changamoto ya umbali kwa wanafunzi, serikali katika mwaka wa fedha 25/26 imepeleka shilingi milioni 68.81 kwa ajili ya ukamilishaji wa bweni ambapo kwa sasa liko hatua ya umaliziaji. Mheshimiwa Dr. Selemani Saidi Jafo. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Naibu Waziri, naomba kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumebakisha mwaka mmoja na miezi 8 kuingia katika utekelezaji wa sera yetu mpya ya elimu ambayo itahitaji vijana wa darasa la 6 na darasa la 7 itapofika Januari 2028 wote waende sekondari. Na pale sasa nataka kujua, je, nini mpango wa serikali wa haraka kupeleka fedha kwa ajili ya ujenzi wa shule pale Mafizi kwa lengo la kuhakikisha vijana wa Mafizi, Nyani na kutoka shule mpya Visima Vitatu waweze kupata elimu katika eneo lile? 2, nini mpango wa serikali kuhakikisha kwamba shule takribani 3,000 zijengwe upya kwa lengo la kuaccommodate hawa vijana wa darasa la 6 na darasa la 7? Nini mpango wa serikali uliopo sasa kuhakikisha kwamba tunafanya resource mobilization kupata fedha kati ya shilingi trilioni 2 mpaka trilioni 3 kwa ajili ya ujenzi wa shule hizo nchi nzima Tanzania kusaidia vijana wa Kitanzania? Asante. Majibu, Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa kakaangu Selemani Saidi Jafo, mbunge wa jimbo la Kisarawe, mbunge madhubuti sana na kwa kweli anawatendea haki wananchi wa jimbo la Kisarawe. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Jafo ni nguli sana wa masuala ya TAMISEMI pia, na mimi nafahamu kwamba kwa kweli kupitia sera ya elimu ya mwaka 2014 toleo la 2023 darasa la 6 na la 7 ya mwakani 2027 watajiunga kwa pamoja kidato cha kwanza Januari 2028, na jumla ya madarasa yatakayohitajika Mheshimiwa Mwenyekiti ni 23,226, maabara 9,366, lakini matundu ya vyuo 46,632. Na serikali imeshafanya tathmini, tutahitaji kuwaingiza kidato cha kwanza wanafunzi 1,21,177. Kwa hivyo serikali hii kwanza tunatambua kwamba katika eneo la Mafizi na Nyani tunafanya tathmini ili tuongeze shule nyingine katika maeneo mbalimbali na kusogeza huduma za elimu karibu zaidi na wananchi. Kwa hiyo nikuhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba katika tathmini inayoendelea ya kutambua maeneo ya kujenga shule tutatoa kipaumbele eneo la Mafizi na Nyani pia ili kama inakidhi vigezo hivyo shule hii iweze kujengwa. Lakini pili, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge na waheshimiwa wabunge wote kwamba serikali hii ya Dr. Samia Suluhu Hassan imejipanga imara na madhubuti kuhakikisha wanafunzi wote milioni 3 Januari 2028 watakwenda madarasani bila changamoto yoyote, na tayari tunaendelea kumobilize resources na kwa hakika wanafunzi wote watakwenda kwa mujibu wa sera ya elimu iliyopo sasa. Mheshimiwa Boniface. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.